Karibu tena mtazamaji. Shukran kwa kusalia nami kurejea katika sehemu hii ya pili ya taarifa za yanayojiri, ambapo nitakuwa nafungua jamvi la mazungumzo ndani ya muda usiokuwa mrefu. Kama nilivyokujuza awali, tutakuwa tunajaribu kutathmini sera za kigeni ambazo ni haki pia za kibinadamu katika yale makubaliano ya kimataifa na pia katika sheria tu ya Kenya kwa jumla, na hata katika zile sheria zilizopo kwenye mipaka kama ile ya mataifa yaliyo kwenye muungano wa Afrika Mashariki zinasemaje kuhusiana na iwapo wewe kama Mkenya utakuwa unazuiliwa katika taifa jirani na ambalo lipo nje ya mipaka ya Kenya na hata labda kwenye mataifa ya ughaibuni. Sheria inasemaje na haki zako ni zipi za kibinadamu na pia zile za kimsingi ambazo mtu anapozuiliwa kwa jumla, iwe ni hapa nchini ama nje ya nchi, anafaa kuwa anazipata haki hizo kabla ya kuzuiliwa na labda fikishwa mahakamani kuweza kujua ni kosa lipi ambalo limemfikisha pale katika kuzuiliwa. Tutakuwa tunaangalia hayo tukirejelea visa vya wanaharakati ambao tumeona wakiwa wanazuiliwa kwenye mataifa jirani, ikiwemo Boniface Mwangi ambaye alikuwa mmojawapo wa wanaharakati waliozuiliwa katika taifa la Tanzania, na aliporejea nchini Kenya akawa anaeleza taarifa za mateso. Na pia tumeona Bob Njagi na Nicholas Oyoo ambao walizuiliwa kwa siku 38 nchini Uganda, na taarifa ambayo alitoa rais wa taifa hilo Yoweri Museveni imeibua mjadala mkali katika mitandao ya kijamii kwa sasa. Nitakuwa nazamia hayo hivi punde. Walid Sketi ambaye ni mwanasheria na pia mwanaharakati akiwa kwenye shirika la Vocal Africa tayari amewasili studioni, na Abel Ayeyo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kigeni pia amewasili studioni. Nitakuwa naungana nao ndani ya muda usiokuwa mrefu, lakini kabla ya hapo tuzamie taarifa hii ambapo kwa miezi kadhaa mtandao wa kimya lakini wa kutisha umeendelea kustawi gizani. Mtandao huo wa ulanguzi unaowalenga vijana wa Kenya waliokata tamaa, ukiwaahidi kazi na vile vile kwamba utawaajiri kwa haraka katika mataifa ya ng'ambo na kuwanasa wakiwa maelfu ya kilomita mbali na nyumbani. Upekuzi wa KTN umefichua uwepo wa mtandao huu wa siri na jinsi familia zinavyoendelea kushikilia tumaini huku wakihofia kupoteza wapendwa wao. Vera Mora anatufahamisha zaidi kwenye makala maalum ya Kibarua cha Urusi. Kwa miezi 6 iliyopita, mtoto huyu ambaye tutamuita Brian, ambalo sio jina lake halisi, amekuwa akiulizia baba yake kila siku. Kilio cha Brian kinaakisi uchungu wa familia zisizopungua 200 ambazo wapendwa wao wamekwama maelfu ya kilomita mbali na nyumbani huko Urusi. Sasa huko mahali wakapewa vitu wa sign, na hizo vitu ilikuwa imeandikwa Kirasia. Hakuelewa hata baadaye ndiye alipelekwa kwa kambi ya jeshi. After 1 month kwa training akaniambia tumedeploywa kwa vita ati wakiwa frontline. So akatambia hakuna uoga kwa sababu hajaingia katika mambo ya vita. Kutoka hiyo time hatujaiongea, but mara ya mwisho kuongea naye alisema tu maombi kwa wingi. The problem we have right now, it's where they are going to deploy us as venye wanataka. Sio kila mtu urudi. Out of 10 people unapatanga wanarudi watu kama 3. Hawa watu wanapigana na drones, sisi tunapigana na mabunduki. Nani ataweza mwingine? Sorry. Kuna wengine wamefariki, kuna wengine wameshikwa wako Adolfo, kuna wengine hata haonekani wako wapi. So hapa hali si hali. Mnamo tarehe 27 Oktoba mwaka 2025, gazeti la The Standard liripoti kuhusu Wakenya waliokwama Urusi. Lakini hiyo ilikuwa tu mwanzo wa ufunguzi wa kutisha wa ahadi za kazi ng'ambo zilizogeuka kuwa janga. Baada ya kuchapishwa kwa taarifa hiyo, vyanzo mbalimbali vilijitokeza na kuwasiliana na KTN. Vikafichua mtandao wa siri wa uajiri unaoendeshwa na makawala wa kivuli. Especially agent cage. Wanaambia watu ya kwamba tutakuja kuchunga borders ambazo zimeprosecuted na Russian army. But sasa we shall be about to dig some people. These people have realized
watu wao wamefanya kama wote. So what right out there to take each and every person that comes on the front line. Ni stress tu ya huku bana, nilikuja nikidhani na kuja kutafuta penye tulikuwa tunafaa tupeleke huko factory. Ikakuwa ya kwamba hakuna hawana jobs, so tukaambiwa tugoje for a week. Ule mtu alikuwa ametuita huko kuja katuambia hiyo kazi hatuoni kupatikana, wacheni tuwapee kazi nyingine. So there is when nilipata kwa hiyo and ni mateso iko huku si mzuri, watu wanakufia huku, watu wanakuwa injured. Jina langu ni Vera Mora. Nitazungumza na vyanzo hivi vilivyojitokeza kwa KTN na kufunua ulaguzi huo unaowalenga vijana wa Kenya walio katika mazingira magumu. Wengi wao wakiwa na historia ya kazi za polisi au jeshi, wenye umri kati ya miaka 20 hadi 30, waliovutiwa na ahadi za kazi za uongo kisha wakalazimishwa kuingia mstari wa mbele kwa vita vya kigeni. Tuko hapa Russia. Tumeletewa security, tulidanganywa, lakini saizi walienda kutrain sisi for 2 weeks. Wametupea bunduki, wanasema sasa tunaenda vita. Na kuna wengine wenzetu walijaribu kupata hizi, wamefungiwa cell. Sisi tumechukuliwa kila kitu, hatuna communication, kile situation tuko ndani ni mbaya sana. Tunataka any assistance that we can go back home safely. Unajua hili niwaambiage tu kweli, hizi vitu na assignment hawa watu wanataka kutusukumia, hizo assignment sio zile mimi nilisign. Lakini hofu ya kulipizwa kisasi au hata kuuawa imewalazimu vyanzo vyetu kuomba kubanwa sauti na sura ili wasilengwe. Hawa watoto wako mkononi mwa hawa jeshi ya Russia. Tukijitoa sura wazi na dunia hii leo ya mitandao, wataipata kwa madokta, wanaweza hatarisha maisha ya watoto wetu. Tunaogopa kusema public sababu kuna wenzetu saizi already wamewekwa ndani. Katika taarifa hii angalau sauti 7 zitaeleza jinsi safari hii ilivyoanza. Give me the journey from Kenya up to getting to Moscow. All of them were taken to a different camp. And from the place that they were, for 2 days they were not on doing this bomb, kupiga bombs, kuset hizo landmine, your place, the first camp for 2 days. And then now the 3rd day, now they were told you are now supposed to go to a training camp, a bigger training camp. So at their training camp, they have a tunnel. They stay at the tunnel place. Imechimbwa tu ni tunnel kubwa. So wanalalanga hapo chini ya tunnel. So now hapo sasa ndio walipatiwa the guns. Hivyo sasa so wakaanza. And now when they are training, they use the live bullets. They don't use the rubber ones. Wanatumia live. Kwa Wakenya waliokwama Urusi, kukata tamaa kumekuwa kitu cha kawaida kila siku. Sijui itabidi tujiulie huku bana, kisi hivi mpate hivi kuliko kwenda kuumia huko mbele baba. Usifanye hivyo kabisa. Now I think the trauma, people are even shooting themselves, they even killing themselves. Wengi wao walifichua kuwa waliahidiwa mshahara wa kati ya shilingi 1250 hadi 1300 kwa mwezi mmoja na uraia wa Urusi, lakini walipowasili mambo yakawa tofauti. KTN pia imebaini kuwa vijana hawa wanaelekezwa katika kambi za kijeshi karibu na Belgorod, umbali wa maili chache kutoka mstari wa mbele wa vita vya Urusi na Ukraine. Mara tu wanapoingia, simu zao huchukuliwa, kadi za simu kufutwa na wanatoweka kimya kimya.
hawafikiki, hawajulikani walipo na wamesahaulika kwa miezi mingi. So simu huku wanazipasua kuondoa evidence yoyote yenye ndio isijulikani. Pia chakula huku imekuwa hard. Kama hiyo training ilikuwa inakuwa mpaka saa ingine hatukuli. But I'm really not feeling okay. Tuliongea naye mara ya mwisho tarehe 12 mwezi wa 10. Communication ilikuwa breakdown, hakuna wakati siku nyingine tumeongea naye. Unajua hata masimu watu wameanza kuitishwa. Leo asubuhi zilikuja zikabebwa zote. Zikabebwa na gari ya komando. Huku Kenya, familia zao zimebanwa katika wavu wa mkanganyiko na kukosa msaada. Kwa siku kadhaa wamekuwa wakipanga foleni nje ya Wizara ya Mambo ya Nje wakiwa na picha, barua na tumaini la kuwaona wapendwa wao tena. We want it to be done fast and quick because this government is capable of doing that. Kama ni Minister wa Foreign Affairs Musalia Mudavadi, kama anaweza tu yeye mwenyewe asafiri mpaka Russia, shughuli hiyo kio jambo akiwa wapi, akiwa huko Russia, at least itakuwa better. Juu akiwa hapo physically ataweza kuwachukua kwa urahisi. Wizara ya Mambo ya Nje imetambua janga hili. Mnamo tarehe 27 Oktoba mwaka 2025, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi alithibitisha kuwa kuna mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Kenya na shirikisho la Urusi ili kuachilia Wakenya walioshikiliwa kule Urusi bila ridhaa yao. Kulingana na vyanzo vyetu, siku chache zilizopita serikali ya Ghana iliwarejesha raia wao kutoka vitani Urusi. Saa chache kabla ya taarifa hii kupeperushwa, tulifahamishwa kuwa kundi la Wakenya wamegoma kule waliko wakikataa kwenda vitani. Wakenya wameleta shida sana hapa ndani. So sijui kama tutashikwa ama watatufanya nini. So just in case utasikia kutoka kwangu jue Wakenya wenye wako hapa wote wameleta shida na wamekataa. Wamesema turudishwe kwa embassy. Sasa wamebaki wakitumaini kuwa serikali ya Kenya itatekeleza kifungu cha 12(1)(b) cha katiba ya Kenya kinachosema kuwa kila raia ana haki ya kulindwa na serikali anapokuwa nje ya nchi. Lakini leo hii bado tunasimulia hadithi ya Wakenya waliokwama Urusi. Katika uchunguzi huu tulizungumza na angalau Wakenya 10, lakini tangu Oktoba angalau Wakenya 16 wamezungumza na kampuni ya The Standard na wametueleza kuwa angalau Wakenya 200 wamekwama Urusi. Kwa sasa watoto kama Brian ambalo si jina lake halisi wamesalia kunong'ona sala, wakitumaini kuwa kuna mtu mahali fulani anayemlinda baba yake. It's not easy, Vera. It's not easy. Because when they ask me about him, I just tell them he's doing fine. He also told me, you need to be strong for our family and for our kids. So yes, I don't disclose anything stressful to them. Yeah, I keep showing that things are okay. Yeah. How is your son? Has he spoken to you, the dad? Yeah, sometimes when the WhatsApp was working, we used to do a voice notes. For him, in fact, even if I give you the voice notes, my son always keeps praying for his dad. I tell him we love him and we pray for him every day. Vera Mora, kibarua cha Urusi, KTN.